katika mahala hapa Mungu ambapo ndiye aliyetuchagulia tukaweze kuabudia. Amen. Kwa sababu kama si Mungu hatungekuwa hapa, ila ni kwa uweza wake ndiye ametuwezesha kuwa hapa kwa kanisa hili kwa jina Jesus Glorious Power Ministry, Majengo Mapya. Kwa hivyo karibuni sana wale ambao ni mara ya kwanza kuwa pamoja nasi, ungana nasi katika ibada ya siku ya leo. Amen. Taenda moja kwa moja kwa maandiko matakatifu katika kitabu cha Isaiah mlango wa 6. Nitasoma mpaka pale nitaweza kufikia. Amen. Habari hizi wengi ni wenu mnazijua. Wangapi ambao mnamwezi kusikia sauti yangu? Kama pale huko usikii sauti yangu nikiongea hivyo, unaweza inua mkono. Kwa hivyo kila mtu anasikia sauti. Asante. Habari hizi ambazo naenda kuhubiri ni habari ambazo wengine wenu mnajua hayo maandiko, mmeyasikia kwa muda mrefu, lakini huenda ikawa tafsiri ambao nitaenda kutoa siku ya leo ni tofauti na vile umekuwa ukisikia. Kwa sababu kila neno la Mungu linapotoka katika kinywa cha Mungu lishuke katika nabii wake au mtumishi wake, linakuja na ufunuo mpya kulingana na neema ya yule mchungaji. Amen. Kwa hivyo ni habari za mfalme Uzia na nabii Isaiah. Isaiah mlango ni wa 6. Ni habari za mfalme Uzia, King Uzia. Bwana Yesu asifiwe. So nitasoma kuanzia mstari wa kwanza, alafu itaendelea na mengine zaidi. So maandiko yanasema, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Mstari wa 2. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6, kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka wakaitana aliruka. Mstari wa 3. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Mstari wa 5. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi. Mstari wa 6. Kisha mmoja wa maserufi wale akaruka akanikaribia,
akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makolea toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, ili nimekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Wacha tuachie hapo, tutaendelea kusoma pia hivyo hivyo, manake naazimia kusoma mpaka kifungu karibu 10 hapo. Bwana Yesu asifiwe.